kufanya kitabu cha Samueli wa kwanza chapter ya 5. Last week or 2 weeks ago tumefanya chapter ya 4. Ninamshukuru Mungu kwa neema aliyonipa kwa kibali cha kushare neno la Mungu na nyie watumishi wa Mungu. I don't take this for granted. Toka asubuhi nimekuwa na uoga wa ajabu na bado naendelea kumtumaini Mungu kwamba ataniwezesha. Lakini ninamshukuru Mungu pia kwa ajili ya Dr. Belinda aliyetuongoza katika chapter ya 4. Na katika chapter ya 4 tutaenda kuangalia angalizo jinsi mambo machache katika chapter ya 4 ambayo nimeyakumbuka, nimeweka hapa kwa ajili ya kujikumbusha, kwa ajili ya summary. Tuliangalia kwamba Waisraeli wanapigana na Wafilisti na kushindwa katika vita ya kwanza, ambapo wanalileta sanduku la agano kutoka Shailo pamoja na Ofini na Finiasi wakitumaini kupata ushindi, lakini lilivyofika kambini tunaona wanashangilia na kuwatisha Wafilisti, lakini Wafilisti wakajitia nguvu na kuendelea kupigana. Na ile raundi ya pili tunaona maangamizi makubwa yanatokea. Wafilisti wanajitia moyo, wanashinda tena kwa ushindi mkubwa, wanawaua Waisraeli kwa maelfu mengi na sanduku likawa limechukuliwa mateka. Na baada ya hapo mtu aliyetoka kule vitani tunaona anaelekea Shailo kumwambia kuhani Eli, na kuhani Eli alipopata zile habari tunaona anaanguka na kufa pale pale. Sasa na mkwewe, mke wa Finehasi ambaye alikuwa ni mjamzito, kutokana na ule mshtuko, na yeye akajifungua pale pale kwa ajili ya mshtuko, akapata mtoto akamuita Ikabod akisema utukufu umeondoka Israeli, na kisha naye akafariki pale pale. Haleluya. Lakini kama kuna mtu hajasoma, kama hujasoma chapter ya 4 au hujaangalia somo letu la last week and the week before, ningekuomba urudi katika YouTube channel zetu uangalie chapter nzima ili upate connection ya chapter ya 5. Haleluya. Na chapter ya 5 nimeigawa katika mafungu mawili. Tutaenda kuangalia mstari wa 1 mpaka wa 5, sanduku la agano mbele ya Dagoni, na tutaangalia mstari wa 6 mpaka wa 12, adhabu ya Mungu kwa Wafilisti. Haleluya. Mtumishi, naomba unisomee mstari wa 1 mpaka wa 5. Karibu. Amen. Nami nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu, natumia SUV. Basi Wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu, wakaenda nalo kutoka Ebenezeri hata Ashdodi. Wafilisti wakalichukua sanduku la Mungu, wakalitia katika nyumba ya Dagoni, wakaliweka karibu na Dagoni. Na watu wa Ashdodi walipoamka alfajiri siku ya pili, kumbe Dagoni imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Wakaitwaa Dagoni, wakaisimamisha mahali pake tena. Hata walipoamka kesho yake asubuhi, kumbe Dagoni ilikuwa imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana, na kichwa chake Dagoni na vitange vya mikono yake vyote viwili vimekatika, vipo vimelala chini, vimelala kizingitini. Dagoni ikasalia kiwiliwili chake tu. Mstari wa 5, kwa hiyo makuhani wa Dagoni na mtu awaye yoyote aingiaye nyumbani mwa Dagoni hawakanyagi kizingiti cha nyumba ya Dagoni huko Ashdodi hata leo. Amen. Amen. Asante mtumishi. Amen. Narudisha kipindi kwako moderator. Amina, amina. Karibuni jamani, kama tulivyosomewa na kama utaratibu wetu, hii ni Bible study. Majibu yote ni sawa, as long as yako according to the will na yanaendana na neno la Mungu. Kwa hivyo karibuni jamani, tuchangie jamani. Bible study ya leo ni very interesting. Amina, amina. Naangalia mikono hapo. Okay. Mimi naomba nichangie ninaposubiri mikono. Kikubwa ninachokiona hapo ni nguvu na mamlaka ya Mungu. Kwamba ukijaribu kuangalia Wafilisti, unajua kwamba Wafilisti, yani maadui wakubwa wa Waisraeli walikuwa ni Wafilisti, na walikuwa wanawaogopa kweli. Kwa hivyo ukiimagine jinsi hao watu walivyokuwa very powerful, na obvious tunaassume kwamba na miungu yao ni powerful, lakini walipopeleka sanduku la agano, yani Dagoni alianguka kifudifudi, kuonesha yani alimsujudu Mungu wetu, yani the presence of God was so powerful yes, kwamba Dagoni kimungu kidagoni kisingeweza kusimama. Kwa hivyo mimi ninatiwa moyo kwamba hakuna Mungu kama Mungu tunayemwamini sisi, na hakuna mamlaka iliyoko juu na inayoshinda chochote zaidi ya mamlaka
ya Yesu. Alafu na kingine naomba nishie hapa kwa watu wengine nafasi nisimalize pointi za watu wengine. Barikiwa. Karibu Sister Rebecca na Sister Jane. Amen. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. Amen, amen. Mimi kuna kitu ambacho nimekiona ambacho tukiunganisha na chapter iliyopita ndio tutaweza kuelewa na tunaweza kuiapply katika maisha yetu, kwa sababu tunavyokuja kujifunza masomo haya ni lazima tuyafanye real to our own lives, eh? Kwa hiyo unakuta kwamba hawa Waisraeli ni kwa sababu gani hata sanduku la Bwana liliweza kuchukuliwa. Hicho ndo kitu cha muhimu. Kwa nini sanduku la Bwana liliweza kuchukuliwa? Ukirudi katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 1 inasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Yani hapo haijalishi ni Mfilisti, ni nini, Mweruzi, mwanani yoyote. Mungu kusudi lake ni kwamba alikuwa anawapeleka kwenye nchi ili watukuzwe. Sasa pana vitu vingi. Sasa Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako, mstari wa 7, kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Hii ni kwamba wakifanya nini? Wakisikiliza maagizo ya Mungu. Lakini sasa ukishuka huku chini anakuambia, lakini itakapokuwa usipotaka kusikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake zote ni kuagizayo hivi leo, ndipo nitakapokujia na laana hizi zote na kuzipata. Sasa huko adui tuliambiwa kwamba adui yeye ndo atawakimbiza. Bwana anakuambia hivi, Bwana atakupiga Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui yako. Utawatokea juu yao kwa njia moja, lakini utakimbia mbele yao kwa njia 7, nao utatupwa huko na huko katika falme zote za duniani. Sasa kwa nini nimesoma hii? Ni kwa sababu mara nyingine tunatakiwa tuliunganishe neno kwamba hawa, kwa sababu kubwa ya hawa Wafilisti kuweza kuwapiga katika chapter 4 na kuwakimbiza na mpaka wameweza kulichukua ndani ya Bwana, ni kwa sababu wameshindwa kutii amri za Mungu, kufanya yale Mungu ambayo alikuwa anataka wayafanye katika nchi hii ambayo wameenda. Kwa hiyo hata sisi kuna mara nyingine tunapigwa sana kwenye maisha yetu, na ni wepesi kusema shetani katupiga, kukemea, kuvunja, kurudi nyuma kwenye laana, kwenye madhabahu, kwenye nini. We don't go back na kusema mimi nimemkosea nini Mungu. Hapa ndio penye umuhimu wa kwenda kwa nini? Kwa toba kwanza na kuomba mafunuo. Mungu atufunulie shida iko wapi. Je, shetani kweli au ni sisi ndio chanzo cha shida yetu? Kingine ambacho nimekiona, huyu Ashdodi kuanguka. Unajua mara nyingine Mungu, kuna vitu ambavyo Mungu ni Mungu wa principle. Bwana Mungu amesema hivi, utukufu wangu sitampa mtu. Kwa hiyo Mungu, the fact kwamba huyu Mungu lao limedondoka chini ya nani, halikudondoka kwa sababu Mungu alikuwa upande wa Wanaisraeli. Mungu alikuwa anatetea jina lake na sifa zake. Kwa hata sisi mara nyingine, kuna mara Mungu anaweza akatuokoa, Mungu anaweza akatuponya, Mungu anaweza akatutumia sisi tukafanya kazi kubwa ya Mungu, but it's not for us, kwa sababu analinda reputation yake, kwamba watu wasije wakasema yule mdani yule simlokole sana, yule anaomba usiku na mchana, huyo Mungu wake yuko wapi? Mungu hataki kuharibu jina lake, anafanya katika maisha yako. Alafu sasa wewe unakaa comfortable, unaona niko vizuri na Mungu, kumbe hujatengeneza. And this is what is going to happen, tutakachokiona katika wana wa Israeli. Kitu kilichotakiwa from the beginning, walitakiwa waende kwa toba, lakini wenyewe wakangangania tu kwenda, ni tunalo sanduku, sanduku limenyang'anywa. Wanalingangania sanduku, hawamtafuti Mungu. Mungu atusaidie. Ngoja niache na wengine wa comment please. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yes, Sister Jane, nitakupa nafasi wote. Next. Sister Jane, siame huko hauko. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mimi cha kwanza kabisa kuna kitu moja nimekipenda. Unaona kabisa hata shetani ni kazi, yani ni kazi ya mikono ya Mungu. Umeona? Japokuwa atajiinua lakini bado yuko chini ya mikono ya Mungu. Kingine tena nimeona kwamba Mungu wetu sisi apiganiwi, anajipigania mwenyewe. Tumeona kuna dini zingine ukifanya kitu fulani, umemkasirisha Mungu, wanaweza kukufyeka hata na mapanga. Umeona
kwa sababu umesema Mungu wao, lakini sisi Mungu wetu anajipigania mwenyewe. Na katika hiyo pointi ya kusema Mungu wetu sisi anajipigania mwenyewe ni kwamba kama sisi tukishindwa kumwakilisha vyema Mungu, yeye ana uwezo wa kujiwakilisha mwenyewe vyema. Ndio maana anasema kwamba hata msifanya nini, mawe na miti vyote vitaniimbia. Umeona, japokuwa wana wa Israeli huku walifanya makosa, yani jinsi walivyokuwa wanatumikia ili sanduku la agano, umeona vyote, lakini bado Mungu kwamba yeye hajashindwa. Even though hao watu walikuwa powerless, yeye bado Mungu alikuwa bado strong. Kwa hiyo tuangalie jinsi gani sisi tunavyomwakilisha Mungu, kwamba tukishindwa sisi, yeye mwenyewe atajiwakilisha mbele ya mataifa na watamuongelea. Kama hapo alikuwa anamuongelea na amemuogopa. Na kingine kile kitendo cha Dagoni kukatika hiyo yani kichwa ni lizembo ya kuonyesha kwamba unajua kichwa ni knowledge, mikono ni utawala. Kwa Mungu akawa anamaliza knowledge yako na kila kitu chako na mikono ya utawala. Haya, na pointi yangu mwisho kabisa ambayo inatuhusu mimi na wewe, kwamba yani kwamba hata sisi wa Kristo tunakuwaga tuna miungu, tunaenda kanisani, at the same time nafika kama Disemba muda huu tunatoa masadaka kwenye miungu mingine. Kwa hiyo kuna muda mwingine tunakuwa tunapigwa na vita, lakini kisa yote hiyo ni miungu iko yani Mungu na miungu wako pale nani pamoja, umeona? Kwa hiyo katika wanapokuwa pamoja ndivyo vita vingine vinakuwa vikubwa, tukiwa chini ya madhabahu ya uganga, uchawi, mizimu, na tunafanya na ibada na tunatoa sadaka, na umeelewa vizuri hiyo yote, na huku bado tuko kanisani, huko tunafanya hivi na kule tuko vile. Hiyo tunafanya kwa sisi wa Kristo. Sasa basi kuna sema hapo umeona kabisa kama kuna sema wale makuhani. Kwa hiyo hii inatuonyesha hata huko kwenye nguvu za giza wana makuhani wao ambao wanawakilisha hizo ibada, hizo sadaka au yayo madhabahu ambayo alionayo. Na the same time kwa hiyo tumekuwa kusema kwenye au makuhani, hata sisi wapo makuhani. Ni jukumu letu mimi na wewe kuendelea kuomba hawa makuhani waliosimamia hayo madhabahu, Mungu apitishe wokovu juu yao, waachane na huyo Mungu wa Dagoni ambao kwenye hizi familia, different family wanaabudu. Tunajua kama Disemba sasa hivi kuna baadhi sehemu nyingi tu mambo hayo yanafanyika, na mwanzo wa mwaka, mwanzo wa mwezi. Naomba niishie hapo, mbarikiwe. Amen. Amina, amina. Karibu Sister Kanana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nyongeza tu yani kuhusiana kwamba Mungu ni Mungu wa wote. Tunaona hapa, tunajua kweli kama alivyoongea Sister Rebecca kwamba Israeli walikosea, lakini Mungu anawapa opportunity wa Filisti. Hizo walikuwa hawaielewi na wanaabudu miungu mingine kama alivyosema Sister Jane, lakini Mungu alikuwa anataka kujidhihirisha kwao. Ndio maana alijidhihirisha kwa namna ya kipekee kumwangusha yule Mungu wao, kuonyesha kwamba yeye ni Mungu zaidi ya vyote, kama alivyoongea Sister Jane kwamba wale miungu wameumbwa na Mungu huyu mkuu. Kwa hiyo Mungu ni Mungu wa wote, anajidhihirisha pale anapoza. Ndio sawasawa tena sisi tunakumbuka kama Wakristo tumepewa nafasi. Wa Israeli tunaambiwa kwamba wametulia kwa muda na Mungu atarudi kwao, lakini na sisi kama kanisa tumepewa nafasi. Kwa hiyo Mungu anataka kila mtu asiangamie, na ndio maana amewapa watu wote nafasi, na tunaona hapa hata hawa Wafilisti wanapata hii nafasi tena kumjua Mungu ni nani. Amen. Amen. Asanteni sana kwa michango yenu wote, na kwamba ndio maana hata sasa hivi Christmas tunaposherehekea kwamba Yesu alikufa kwa wote. Hata kama ningekuwa peke yangu, Yesu asingeacha kunifia. Anaacha 99 na mtafuta mmoja. Inaonyesha ni jinsi ambavyo tuko special. Naomba nitoe nafasi kwa yule ambaye angependa kuongea kidogo lakini ameshindwa kunyanyua mkono. Ukimya unamaanisha amina. Sister Jane, huo ni mkono wa zamani na asili. Kama ni wa zamani, asante. Karibu Bishop, uendelee. Asanteni sana kwa michango yenu mizuri, na mimi siko mbali na nyie. Kwa yote mlioyaongea naenda kuongezea kidogo tu, afu tutasonga mbele. Katika mstari wa kwanza, naona mstari wa kwanza anasema, basi Wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu, wakaenda nalo kutoka Ebenezeri hata Ashdodi. Nimeangalia hapa kibiblia sanduku la agano lilikuwa ni nini. Lile nilikuwa ni sanduku la ambalo lilitengenezwa kitakatifu, lililotengenezwa kwa maelekezo ya Mungu. Mungu alimpa Musa maelekezo ya kutengeneza hili sanduku,
na Musa akalitengeneza kwa mbao za mshita na kufunikwa kwa dhahabu, na hiyo tunaipata katika Kutoka 25 mstari wa 10 mpaka wa 22. Hatutosoma, passage ni ndefu, lakini kwa ajili ya reference unaweza ukaenda ukasoma, ila nimeweka picha ya sanduku lenyewe kwa mtu tu kuangalia kwamba sanduku lile lilikuwa linafananaje, kama vile the Ark of the Covenant, ila kwa muda wako unaweza ukasoma Kutoka 25:10 mpaka 22. Haleluya. Na pia kibiblia nimeangalia vitu vingine kwamba sanduku la agano lilitumika kwa nini, walilitumia kwa nini. Lile lilikuwa ni sanduku ambayo ilikuwa ni alama ya uwepo wa Mungu. Sanduku lilionyesha kwamba Mungu yupo miongoni mwao kwa kipindi chote walichokuwa wakienda, si ndio? Ilikuwa Mungu yuko katikati yao, na mara nyingi lilihusishwa aidha na nguvu, kwa utukufu au uongozi. Maneno ya Mungu yanatuambia katika Hesabu 10 mstari wa 33, anasema basi wakasafiri kutoka penye mlima wa Bwana safari ya siku 3, na sanduku la agano la Bwana likatangulia mbele yao mwendo wa siku 3, ili kuwatafutia mahali pa kupumzika. Hiyo tunaona ilikuwa ni uongozi, lilikuwa linawaongoza, si ndio? Lakini kitu kingine, kulikuwa na kiti cha rehema, the mercy seat wanaita. Sasa juu ya lile sanduku kulikuwa na kiti cha rehema, mahali ambapo damu ya sadaka ya upatanisho ilikuwa inanyunyiziwa kwa ajili ya kusamehe dhambi za taifa, si ndio? Na hiyo tunaipata katika Mambo ya Walawi 16 mstari wa 14 mpaka 15. Anasema kisha, mstari wa 14 anasema kisha akatwaa baadhi ya damu ya yule ng'ombe akainyunyiza kwa kidole chake juu ya kiti cha rehema upande wa mashariki, na mbele ya kiti cha rehema akainyunyizia ile damu kwa kidole chake mara 7. Kwa ajili gani? Ilikuwa ni kwa ajili ya kusamehe dhambi za taifa. Haleluya. Lakini tukiendelea mbele, katika lile sanduku kulikuwa na vitu vitatu muhimu, si ndio? Kulikuwa na mawe mawili yenye amri 10 alizopewa Musa. Musa alipewa hizo amri 10 na Mungu, si ndio? Na hiyo tunaipata katika Kutoka 31 mstari wa 18, anasema hapo Bwana alipokuwa amekwisha zungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao 2 za ushuhuda, mbao 2 za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu. Haleluya. Ilikuwa ni amri 10 za Mungu. Lakini kwa historia nzima unaweza ukaenda kwa, nimeweka reference ya Kumbukumbu la Torati pia mstari wa 1 mpaka wa 5 anaelezea hiyo. Lakini kitu kingine ambacho kilikuwa mle ndani, kulikuwa na kikombe cha mana, kikombe au chungu cha dhahabu kilichokuwa na mana, chakula ambacho Mungu aliwapa Waisraeli jangwani. Na hiyo tunaisoma katika Kutoka 16:33 mpaka 34. Na kitu cha tatu, kulikuwa na fimbo ya Haruni iliyochipua, fimbo ya kuhani Haruni ambayo ilikuwa ina maua na matunda, ilikuwa inawaka kwa njia ya kimiujiza kama uthibitisho kwamba Haruni ndo alikuwa amechaguliwa kama kuhani mkuu. Haleluya. Na hiyo tunaipata katika Hesabu 17 mstari wa 8 mpaka wa 10. Haleluya. Tukiendelea mbele, naangalia hapa kiroho, lile sanduku la agano linaashiria nini kwetu sisi? Tukiangalia alama ya uwepo wa Mungu ndani ya mtu au katikati ya watu, ile sanduku ilikuwa ni ishara ya kwamba Mungu anakaa katikati ya watu. Lakini leo hii Mungu anakaa ndani ya waumini, anakaa ndani yako, anakaa ndani yangu kupitia Roho Mtakatifu. Anatuambia katika Korinthiani wa kwanza sura 6 mstari wa 19, anasema hawamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mlipewa na Mungu, wala si ninyi mali yenu wenyewe. Haleluya. Sasa sanduku lilikuwa ndani ya hekalu, lakini sasa hivi sisi ni mahekalu, because the Holy Spirit dwells inside of us. Haleluya. Tukienda kipengele kingine, tukiangalia vitu vyote vilivyoelezewa katika hili sanduku ni kama ni kielelezo kwa Yesu Kristu. Unaona, tukiangalia ile sheria, Yesu ndiye neno la Mungu lililofanyika kuwa mwili. Tukiangalia ile mana, Yesu ni mkate wa uzima. Anawaambia wanafunzi wake katika Yohana 6:35, anasema Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima, yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiwi kamwe. Haleluya. Lakini tukiangalia ile fimbo ya Haruni pia ilikuwa inaonyesha kwamba Haruni ndo amechaguliwa kuwa kuhani mkuu, si ndio? Lakini Yesu ni kuhani wa milele. Tunaye Yesu sasa hivi. Yesu ni kuhani mkuu wa milele. Tunasoma katika Waebrania 4:14, anatuambia basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu,
Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Haleluya. Lakini tunauangalia tena utukufu wa Mungu. Sanduku lilikuwa na sehemu ambapo utukufu wa Bwana, the Shekinah glory, ilikuwa inaonekana juu yake, si ndio? Lakini kiroho utukufu wa Mungu sasa unaonekana kwako wewe, unaonekana kwangu mimi, kwa maisha ya wale watu wanaomcha Bwana. Haleluya. Tunasoma katika 2 Corinthians 3:18 anasema, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, kutoka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Haleluya. Lakini tunaangalia kitu kingine, usafi na utakatifu. Ili sanduku lilikuwa takatifu sana, kwa kielelezo cha uwepo wa Mungu. Lilikuwa takatifu sana to the point ulikuwa ukilishika anyhow unakufa. Tutaenda kuangalia katika chapter inayokuja ya 6. Ukilishika tu, na hii inanifundisha kwamba sometimes we deal with the things of God, we take the things of God for granted. Tuna deal with the things of God anyhow, tunajifanyia tu mambo yetu. Lakini kwa hapa hawa walikuwa hawana that grace ambayo tunayo sisi. Kitu chote unachofanya kwa ajili ya hilo sanduku takatifu wake, ukuu wake, ukilishika anyhow unakufa. Hii inatufundisha kwamba hatuwezi kumkaribia Mungu kiolela. Wapendwa, tunatakiwa kumkaribia Mungu kwa heshima, kwa utakatifu na kwa njia ya Yesu Kristo. Haleluya. Tusimteki Mungu for granted. Na Mungu tunavyojifunza leo, tujifunze kwamba Mungu ni mtakatifu. Haleluya. Tukiendelea mbele katika mstari wa 2 anasema, Wafilisti wakalichukua sanduku la Mungu, wakalitia katika nyumba ya Dagoni, wakaliweka karibu na Dagoni. Na mimi naangalia kibiblia hapa Dagoni na nyumba yake. Dagoni alikuwa ni mungu wa kipagani, kama mlivyoongea katika kuchangia kwenu. Alikuwa ni mungu wa kipagani na aliabudiwa hasa na Wafilisti na pia baadhi ya Wakanani pia. Mnaona? Na kwa nini walimwabudu? Walimuona kama chanzo cha mavuno, ustawi na ulinzi. Walimwamini sana Dagoni kama mlinzi wao. Tukisoma katika Waamuzi 16:23 ni akaunti ya Samsoni. Anasema, kisha wakuu wa Filisti wakakusanyika ili kumtolea sadaka Dagoni mungu wao na kufurahi, maana walisema, Mungu wetu amemtia Samsoni adui wetu mikononi mwetu. Unaona, waliamini sana kwamba wamemshinda, yani wamemkamata Samsoni kwa sababu ya Dagoni, but that was not the case. Delilah asingetoa ile siri, sidhani kama Samsoni angekamatwa. Haleluya. Tukiendelea mbele, mstari huo wa 2 tutaangalia utakatifu na ukuu wa Mungu dhidi ya ibada za sanamu. Sasa hao Wafilisti walitumia sanduku la agano kama kifaa cha ushindi, like kama kitu, unajua, kama kitu cha kuwashindia, si kama uwepo wa Mungu. Na walidhani wamemshinda Mungu wa Israeli, hivyo wakaweka lile sanduku katika hekalu la Dagoni kana kwamba Yawe ni Mungu aliyeangushwa, lakini hawakuelewa utakatifu na ukuu wa Mungu. Na kitu kingine tunachojifunza hapa, Mungu, mtumishi amechangia, Mungu aishi pamoja na miungu mingine. Sanduku ilikuwa ni ishara kwamba Mungu ndio Mungu mkuu peke yake, na hii inatuonyesha kuwa Mungu si sawa na miungu mingine. Mungu hajashindwa na wala hawezi kushindwa. Uwepo wake Mungu huwa unafunua uongo wa ibada za sanamu. Haleluya. Tunasoma katika Isaya 44 mstari wa 9, anatuambia, maneno ya Mungu yanatuambia, wachonga sanamu wote ni ubatili, wala mambo yao yawapendezayo hayafai kitu, wala mashahidi wao wenyewe hawaoni wala hawajui, ili watayarike. Lakini mstari wa 10 anasema, ni nani aliyejichongea Mungu mmoja, au aliyesubu sanamu isiyofaa kitu? Haleluya. Tunajua kwamba Mungu, the God of Israel, ni Mungu wa miungu yote. Haleluya, kama mlivyochangia. Na tunasoma katika Yeremia 10:10, maneno ya Mungu yanatuambia, bali Bwana ndiye Mungu wa kweli, ndiye Mungu aliye hai, mfalme wa milele. Mbele za ghadhabu yake nchi yatetemeka, wala mataifa hayawezi kustahimili hasira yake. Huyo ndo Mungu wako, ndo Mungu wangu, ndo Mungu wa Israeli tunayemuongelea. Haleluya. Tukiendelea mbele, mstari huo wa 2, sisi leo tunajiwekaje hapo? Yani tunafitije hapo katika huu mstari? Kuna vitu tunatakiwa kujifunza. Pointi ya kwanza, huwezi kumweka Mungu pembeni ya sanamu zilizo moyoni mwako. Unajua, sometimes tuna masanamu mengi moyoni mwetu na Mungu akatusaidie. Hao Wafilisti waliweka sanduku karibu na Dagoni, lakini leo hii
watu wanajaribu kumweka Mungu karibu na vitu vingi tu. Mtumishi, napenda sana mtumishi wa Mungu anavyosema kwamba viburi vya uzima, tunavyo viburi vya uzima, tunazo zile tamaa, tunapenda sana pesa, mahusiano mabaya, zote hizo ni madagoni hayo. Lakini Mungu hatoshiriki nafasi ya kitu chochote tunachokipa kinachochukua mioyo yetu, unajua. Na hapa nimeweka akaunti ya wale tuliosoma kitabu cha Genesis, tulisoma kitabu cha Mwanzo, mtakumbuka. Unajua kuna kati yenu kuna mtumishi alichangia, nimeweka ile akaunti ya Abraham na Isaac katika Mwanzo 22 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Hatutosoma kwa ajili ya muda, lakini kati yenu kuna mtumishi mmoja alichangia, simkumbuki ni nani, lakini maneno aliyochangia yalinibariki sana moyo wangu to the point mpaka leo huwa sisahau. Na leo wakati wa devotion nilikuwa nawakumbusha watoto wangu. Alisema ile akaunti ya Abraham na Isaac, Mungu anamwambia Abraham, chukue mtoto wako ukachinje, umtoe sadaka. Unaona, kati ya pale ile scenario nzima, Mungu alikuwa ana shida na Isaac. Kitu alichokuwa anataka, alitaka kujua, testi ilikuwa ni kwa Abraham, ili kujua ule moyo wa Abraham baada ya Isaac kuja, amemtoa Mungu, amemweka Isaac katika moyo wake. Hiyo ndio ilikuwa testi. Unaona kwamba mimi nimetolewa, kwa hiyo Abraham amemweka Isaac katika moyo wake. Umeona, ndio maana saa ilipofika anachukua kile kisu anataka kuchinja, Mungu akamwambia stop, now I know. Unajua, akasema now I know, kumbe wewe katika moyo wako hujaweka kitu chochote, hata huyo mtoto niliyekupatia hujamweka bado. Mungu wako mimi niko katika moyo wako. Na Mungu akatusaidie sana, unajua, tukamweke yeye kwanza katika mioyo yetu. Haleluya. Na point nyingine, Mungu huwa anabomoa kila sanamu tunazoziweka juu ya maisha yetu. Unajua, kila tunachokipa kipaumbele kuliko Mungu hatimaye kitaanguka. Uhusiano usiokuwa wa Mungu, tabia za dhambi, imani potovu, kujiamini. Sometimes tunajiamini kupita kiasi, unajua, lakini vitu vyote hivyo Mungu huwa anaviangusha. Kama vile Dagoni ilivyopasuka mbele ya sanduku, hivyo hivyo sanamu za rohoni huanguka mbele ya Bwana. Haleluya. Na Mungu akatusaidie sana. Lakini kitu kingine, uwezo wa Mungu haujazuia udhaifu wa mwanadamu. Kuna mtumishi ameongea, nafikiri Sister Jenny ameongea kwamba ule udhaifu wa mwanadamu hauwezi kuzuia kazi ya Mungu au uwezo wake. Unaona, Israeli walikuwa wameanguka vitani, lakini Mungu bado alijithibitisha kwa Wafilisti. Na hii inatufundisha kuwa Mungu afungwi na udhaifu wetu, na makosa yetu hayawezi kumzuia mpango wake. Unajua, uwezo wa Mungu hufanya kazi hata katika mazingira ya adui. Tunaona huko Mungu anaendelea kujidhihirisha. Haleluya. Na kama tukisoma katika Timotheo wa pili 2:13 anasema, kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa, kwa maana hawezi kujikana mwenyewe, yeye ndio Mungu wetu huyo. Lakini pia Daudi anatuambia katika Zaburi ya 33 mstari wa 10, Daudi anasema, Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, huyatangua makusudi ya watu. Mstari wa 11 anasema, shauri la Bwana litasimama milele, makusudi ya moyo wake vizazi hata vizazi. Huyo Mungu ndo Mungu tunayemwongelea. Haleluya. Tukienda katika mstari wa 3 anasema, na watu wa Ashdodi walipoamka alfajiri siku ya pili, kumbe Dagoni imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Wakaitwaa Dagoni, wakaisimamisha mahali pake tena. Haleluya. Tunaangalia walipoamka alfajiri. Unaona, kwa hiyo usiku ule Mungu alifanya hukumu isiyokuwa ya maneno. Usiku ule wakati wamelala, yeye Mungu alifanya hukumu yake isiyokuwa ya maneno. Hapa inatuonyesha kwamba bado naendelea kupigilia misumari kwamba Mungu ni mkuu kuliko miungu yote. Dagoni ilianguka mbele ya uwepo wa Bwana, ikiwa ni ishara ya kusarenda. Ilinyosha mikono. Haleluya. Tukisoma Filipiani 2:9 anatuambia, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkarimia jina lile lipitalo kila jina. Mstari wa 10 anasema, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Huyo ndio Mungu tunayemwongelea. Kila kitu, everything will bow. Haleluya, mbele ya Mungu wa Israeli. Haleluya. Sasa kitu kingine, pointi ya pili, Mungu utetea utukufu wake. Nafikiri kuna mtumishi amechangia hiyo point. Bila msaada wa mwanadamu, hao Waisraeli hawakuwepo, hawakufanya kitu chochote. Lakini hii inatufundisha nini kibiblia? Hii inaonyesha kwamba
Mungu ana uwezo wa kuonyesha uwezo wake bila kutegemea nguvu za mwanadamu. Alishasema katika maneno yake, anasema katika Exodus 14:14 kwamba I will fight for you, you shall hold your peace. Wewe hutakiwi kufanya chochote, Mungu anapigana, wewe utauona utukufu wake. Haleluya. Na pointi ya 3, uwepo wa Mungu ufichua na kuvunja uongo. Sanduku lilipoingia, Dagoni ikaanguka. Na hii kiroho inatufundisha nini? Inapofika nuru ya Mungu, uongo unaonekana, dhambi huwa inafichuliwa, tabia na mitazamo mibaya yote huwa inafunuliwa. Na uwepo wa Mungu hauwezi kuishi sambamba na masanamu. Nafikiri mtumishi ameongea hiyo point. Hatuwezi kumweka Mungu pamoja na masanamu. Anasema katika Wafilipi 2:9, anasema kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo majina yote, si ndio? Tukiangalia katika Kumbukumbu la Torati pia 4:24 anasema kwa kuwa Bwana Mungu wenu ni moto ulao, Mungu mwenye wivu, is the God of, unajua is a jealous God. Hatuwezi kumweka Mungu pamoja na masanamu. Yeye ni Mungu mkuu, unajua yeye ni Mungu aliyepita miungu yote. Haleluya. Tukimweka yeye pamoja na masanamu, hayo masanamu yataanguka tu. Yeye anasema tumwangalie yeye. Haleluya. Tukiendelea katika mstari wa 4, anasema mstari wa 4 kwamba hata walipoamka kesho yake asubuhi, kumbe Dagoni ilikuwa imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana, na kichwa cha Dagoni na vitanga vya mikono yake vyote viwili vimekatika, vipo vimelala kizingitini. Dagoni ikasalia kiwiliwili chake tu. Na hapa kuna vitu vya kujifunza. Tunajifunza kwamba kichwa na mikono ya Dagoni kukatika ilikuwa ni ishara ya hukumu ya Mungu, kama mtumishi alivyosema kwamba kichwa ni mamlaka na utawala, na hii mikono ni nguvu na uweza. Na kwa kukatika sehemu hizi mbili inaonyesha kuwa Mungu amevunja mamlaka na nguvu za mungu wa uongo. Na hii inatufundisha kwamba, unajua, hakuna hekima wala mamlaka yanayoweza kusimama mbele ya Yawe Mungu wetu tunayemwongelea. Unajua, sometimes huwa tunakaa tunajiuliza, Mungu kachelewa, Mungu hajatenda, Mungu hajafanya. Lakini kitu ninachoamini, at his appointed time, yeye anajidhihirisha. Unajua, hatuwezi kumpangia Mungu. Anasema katika Isaiah 55:8, anasema your ways and my ways are two different things. Haleluya. Na Mungu akatusaidia sana tukalijue hilo. Lakini na mfano mwingine nimeweka hapa, tunawaangalia hao wa Misri. Mungu aliongea statement za kunifurahisha hapa. Mungu alingoja hadi kikombe cha uovu kijae kabla ya kuchukua hatua, katika Mwanzo 15:16. Lakini pia tukiangalia scenario ya Yeriko, unajua wakati Yeriko inaanguka, wale Waisraeli walitembea siku 6 na siku ya 7 wakazunguka mara 7 kabla ile Yeriko haijaporomoshwa. Lakini ingekuwa ni wakati wa sasa hivi, mtu angeweza kusema mbona imechukua muda mrefu, kwani inakuwaje? Tungeweza kujiuliza maswali na maswali. Lakini at his appointed time, yeye aliweza kutenda na Yeriko ikaanguka. Na angalia pia katika akaunti ya Lazaro na Yesu. Unajua wakati Lazaro anaumwa, walimtuma mtu akamuite Yesu kwamba yule umpendaye ni mgonjwa. Yesu hakwenda. Unajua, alingoja makusudi siku 2 zaidi kabla hajafika Bethany. Na alivyofika, angalia mambo makuu aliyoyafanya. Unajua, kwa namna ya kawaida ya mwanadamu, hata wale dada zake Lazaro wanasema, walipomuona wanasema, ungekuja mapema, ungejua. Unajua, umpangii Mungu. Angalia kitu kilichokuja kutendeka. Alikuja kutenda mambo makuu ambayo mwanadamu asingeweza kutenda, kuliko kuja kutibu mtu au unajua, kufanya kitu ambacho kiko chini. Amefanya kitu ambacho kiko juu zaidi walivyokuwa wanategemea. Haleluya. Na Mungu atusaidie sana tukaujue ukuu wake. Haleluya. Tukienda mstari wa 5, anasema kwa hiyo makuhani wa Dagoni na mtu awaye yote aingiaye nyumbani mwa Dagoni awakanyagi kizingiti cha nyumba ya Dagoni huko Ashdodi hata leo. Sasa hapa badala ya toba, kama mlivyoongea, nafikiri Sister Rebecca ameongea kuhusu toba. Badala ya toba, Wafilisti waligeuza hukumu ya Mungu kuwa desturi ya kidini. Waliheshimu kizingiti. Unajua kile kizingiti kilivyokuwa, wale walivyokuwa wakifika pale wanaogopa kile kizingiti, kwa hiyo wanaruka upande wa pili, wanaruka sehemu ya pili, kile kizingiti akikanyagwi. Unaona? Lakini kitu walichosahau, walisahau kwamba ile ni ibada tu.
kuliko kumheshimu Mungu mwenyewe aliyefanya nguvu za kumwangusha Dagoni. Na huu ni mfano wa moyo ya dini, mioyo ya dini. Tuna mioyo ya dini, tunapokea sana ishara, tunapenda sana mambo ya kupita, tunakataa yale mabadiliko ya mioyo, kubadilika mioyo yetu, kubadilika, kumrudia Mungu. Haleluya! Unajua, namwangalia hapa Yesu anaongea na wanafunzi wake katika Mathayo 23:27, anasema ole wenu waandishi na Mafarisayo. Anawakemea Mafarisayo hapa, anasema ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Na mimi kanifanya nifikirie, nikisoma hii scripture inanifanya nifikirie, nasema Mungu wangu tusaidie sisi, tusije tukawa tunajipendezesha nje, sisi tusije tukawa tunataka kuonekana, sisi tunataka kujionekana, sisi ndio tunafanya mambo mengi lakini katika mioyo yetu tumejaza uchafu. Mungu akatusaidie sana. Haleluya! Unajua, ni rahisi kuheshimu alama na ibada badala ya kumheshimu Mungu mwenyewe. Hata leo watu wameweka heshima zao katika vitu vingi tu, katika fedha, katika alama, mila na desturi, vitu vya kidini na matukio mbalimbali, lakini wanakosa kumheshimu Mungu wa kweli, Mungu aliye hai, Mungu aliye mkuu. Na Mungu akatusaidie sana. Napenda sana Daudi anavyotuambia katika Zaburi ya 135. Zaburi ya 135 mstari wa 15 ni zaburi niipendayo. Daudi anasema, sanamu za mataifa ni fedha na dhahabu, kazi za mikono ya mwanadamu. Zina vinywa lakini hazisemi, zina macho lakini hazioni, zina masikio lakini hazisikii, wala amna pumzi vinywani mwake. Unajua, wazifanyao wafanana nazo, na kila mmoja anayezitumainia. Hivyo ni vitu vya kupita, ni kazi ya mkono wa mwanadamu. Na Mungu atusaidie kuliko kufuata haya masanamu na kuyaangalia, tukamwangalie yeye aliye juu. Anasema katika maneno yake, unajua, katika Hebrew 12:2 anasema, looking unto me, I'm the author and finisher of your faith. Haleluya! Mungu akatusaidie sana. Na kila wakati, kitu kingine ninachoona hapa, kila wakati Mungu anapojifunua anataka mabadiliko ya moyo, sio utamaduni mpya. Unaona? Na sisi, unajua, inaiangalia katika huduma nyingi, makanisa mengi. Unajua, sometimes tunafanyaga huduma, tunafanya vitu vingi, visipofanikiwa tunaweka mkono wa mwanadamu, si ndio? Tunasema this time hatukufanikiwa, basi next time tutaleta mtumishi mpya, tutaleta mhubiri huyu, tutaleta mwimbaji yule, tutaleta hivi, tutaweka mataa, tutafanya hivi. Hizo ni kazi za mwanadamu, na Mungu anachotaka sio hiyo. Mahali popote tusipofanikiwa, tunatakiwa tumrudie kwa toba na akatuelekeze kitu cha kufanya. Haleluya! Na ndio hicho ninachoona, kwamba kila tunaposhindwa tukamrudie Mungu kwa toba. Yeye anataka mioyo yetu ibadilike. Anasema nguvu ya Mungu mbele ya sanduku la agano ilipaswa kuleta toba, lakini Wafilisti waligeuza kuwa mapokeo. Na Mungu hajifunui yeye ili tuanze desturi mpya, bali mioyo yetu ibadilike. Anataka mioyo yetu, ndio hicho anachokitaka. Anaongea katika Maika 6 mstari wa 8, anasema hivi, Bwana, yeye amekuonyesha yaliyo mema. Na Bwana anataka nini kwako? Ili kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Haleluya! Hicho ndo anachokitaka. Anaitaka moyo wako, anataka moyo wangu, anataka tumrudie kwa toba. Mahali tuliposhindwa tumwambie Mungu, we surrender, tumeshindwa, take over. Haleluya! Na Mungu akatusaidie sana. Anasema yeye katika maneno yake, unajua, inanikumbusha tena maneno ya Mungu. Anasema katika Proverbs 3:5, anasema trust in the Lord with all your heart, do not lean on your own understanding, in all your ways acknowledge him and he will direct your path. Sisi sio wanadamu ambao tumejiumba wenyewe. Yeye ametuumba, yeye anajua kila kitu. Tukimwaminia yeye, anaenda kutenda chochote tunachokihitaji. Tukimrudia yeye, anafanya. Haleluya! Haleluya! Na Mungu akatusaidie sana. Tukienda katika kipengele cha pili, mstari wa 6 mpaka wa 12, mtumishi, naomba unisomee. Karibu mtumishi. Amina. Nitasoma nami kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linasema, lakini mkono wa Bwana ulikuwa mzito juu ya watu wa Ashdodi, akawaharibu, akawapiga kwa majipu huko Ashdodi na mipakani mwake. Kisha hao watu wa Ashdodi walipoona ilivyokuwa, walisema, hilo sanduku la Mungu wa Israeli halitakaa kwetu, kwa maana mkono wake ni mzito juu yetu na juu ya Dagoni Mungu wetu. Basi wakawatuma watu waende kuwakusanya kwao mashehe wote wa Wafilisti, wakasema,
tulifanyaje sanduku la Mungu wa Israeli? Nao wakajibu, sanduku la Mungu wa Israeli na liheshimiwe liende Gathi. Wakalihamisha sanduku la Mungu wa Israeli. Ikawa walipokwisha lihamisha, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya mji huo kwa kuwafadhaisha sana. Akawapiga watu wa mjini, wadogo kwa wakubwa, wakapatwa na majipu. Basi wakalipeleka sanduku la Mungu mpaka Ekroni. Ikawa sanduku la Mungu lilipofika Ekroni, watu wa Ekroni walifanya kelele, wakasema, wamelileta hilo sanduku la Mungu wa Israeli kwetu, hata kutuua sisi na watu wetu. Kwa hiyo wakawatuma watu waende kuwakusanya mashehe wote wa Wafilisti, wakasema, liondoeni hilo sanduku la Mungu wa Israeli liende tena mahali pake, ili lisituue sisi wala watu wetu, kwa sababu kulikuwa na fadhaa kubwa sana mjini mote. Mkono wa Mungu ulikuwa mzito mno huko, na wale wasiokufa walipigwa kwa yale majipu, na kilio cha mji kikafika mbinguni. Amen. Amen. Asante mtumishi. Narudisha kipindi moderator. Amen. Amen. Mungu ameanza na Dagoni, sasa ameenda kwa Wafilisti. Karibuni. Naangalia mikono hapa. Karibuni tuchangie. Karibu Sister Jane. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna kitu hapa nimejifunza kwamba Mungu walivyokuwa wamekusanyika hapa, kwamba walitoa lile sanduku la agano, umeona katika ile sehemu zote. Nimeona hata sisi, yani nimejifunza kwetu sisi sasa, tunapomtafuta Mungu, yani kwenye viwango tofauti, mpaka tunapokuwa na zile nguvu za uweza wake, kuna sehemu tutaenda tutafukuzwa, au kuna sehemu tutakuwepo watatukimbia. Umeona? Na kitu gani kitafanya hivyo? Ni ule uwepo wa Mungu juu yako wewe. Ndio maana kusema ukienda, unajua kama wewe ukiingia tu unaharibu vitu vyao. Kwa hiyo kitu hata ikitutokea kwamba tumefukuzwa, tunajua kwamba shida sio sisi. Shida ni ile nguvu tulioibeba juu ya Mungu. Kwa hiyo ituendelee kutuchochea sisi katika imani zaidi, kwenda kwenye viwango vya juu, ili tunayosoma yakapate kututokea na sisi. Kingine tena nimeona kwamba yaani Mungu alikuwa anajihubiri mwenyewe, kwa sababu kila sehemu anaoenda, yani kwamba wanaona kuna matatizo. Kwa hiyo ina maana watu wanaongea, kuna hichi, kuna lile agano yani kuna sanduku la agano la wana Israeli, kila linapoenda watu wanapigwa majipu, wanafanya nini. Kwa hiyo Mungu alikuwa anajihubiri mwenyewe, kutokana nini? Kwamba I believe kila eneo lina miungu. Kwa hiyo ile ikathibitisha hata kwa sehemu wanapopita, bado huyu Mungu wa Israeli ni mkubwa kushinda miungu yao wao. Kwa hiyo hapo na sisi natufundisha, tusipotaka kumhubiri huyu Mungu, Mungu atajihubiri mwenyewe, ila sisi siku ya mwisho tutapeleka mahesabu. Ulikuwepo, ulifanya kitu gani? Kingine tena mimi nimeona hapa katika, yani kuna adhabu ya eneo. Yani kama hii sanduku la agano walikuwa wanalipeleka tu wenyewe, wakiamini ule mji wanaopeleka maybe everything itakuwa fine, lakini matokeo yake watu ndio walikuwa wanapigika na hayo majipu. Umeona? Kwa hiyo na hii sisi wenyewe itufundishe. Ndio maana hata kama watumishi mara nyingi wanasema, unapoenda kupanga nyumba au unaenda kujenga au umenunua kiwanja, jaribu kumtafuta yani mtumishi wa Mungu, au kama wewe mwenyewe utajiorganize na watu gani, mkaliombee ile eneo. Kwa sababu gani? Huwezi kujua pale palikuwa panafanyika ibada au palikuwa panafanyika nini. Kama palifanyika ibada au kwa kuna mizimu inafanywa pale, at the end of the day inakuzuru wewe na familia yako. Kwa hiyo na hii nayo hapa tumeona kwamba ile adhabu ilikuwa yani adhabu ya eneo, yani mji unaopeleka ndipo na hivyo vita vinafanya nini, yani sio vita, hayo manani yanatokea. Na njia nyingine ambayo nimeona ni njia ya Mungu mwenyewe kujitetea. Tumeona kipindi cha Musa huko pale, Farao alivyokuwa moyo wake mgumu, Mungu alikuwa anaachilia mapigo. Kwa hiyo ni njia moja, Mungu ana njia nyingi tu, lakini hii tunaiona bado inaendelea, Mungu bado alikuwa anaenda kuitumia. Naomba niishie hapo, niwache wengine na wengine wachangie. Barikiwe. Amen. Asante sana. Kutokana na muda na hakuna mkono mwingine, na kukaribisha Bishop uendelee. Basi naomba nimalizie mimi. Bado kuna pointi yangu hii nyingine ilikuwa inaongelea kwamba Mungu ana mamlaka. Haijalishi kama kuna nini, lakini yeye ni Mungu mwenyewe, akisimama na mamlaka yake vitu vyote vinazima. Umeona? Na hapa ni hicho kitu wamegundua hawa watu na nani wao na Mungu wao,
kwamba pamoja Mungu wao alikuwepo, wanamsujudia, wanamfanya nini. Umeona yale wamebeba, kama dada Victoria alivyosema, kile kizingiti. Na hii kwenye kizingiti jamani, mkumbuke nyuma, hii ionyeshe alama tulikotoka huko kwa wazazi wetu. Usifanye hivyo kwenye kizingiti, usifagie. Hizo zote ni masharti ya kuzimu. Haki nimekuwa naona hapa kizingiti, ikawa nanyosha huko nyumbani, kizingiti usikae hapo mlangoni, utashindwa kuolewa, utafanya nini? Ni mambo haya yote, miungu ya Dagoni huko nyumbani ilikuwa inaabudiwa. Kwa hiyo bado mimi namalizia na kwa kusema tu kwamba Mungu bado anafanya kazi mwenyewe na bila msaada wa mwanadamu. Kwa hiyo kwamba bila msaada wa mwanadamu ituchochee sisi kumtumikia Mungu, kwa sababu tukumbuke kusudi la Mungu kutuumba sisi ili tumwabudu yeye, tumtumikie yeye. Sasa anapofanya kazi yake yeye mwenyewe, wewe uko wapi? Ndio tumejifunza kwa wana wa Israeli hawakuweza kufanya toba, ndio haya mambo mengine alikuwa anaendelea. Lakini mimi na wewe bado kwamba kuna kazi ya Mungu ya kuifanya, na tunajua dunia imetuzingira na shetani sasa hivi anaibua vitu vingi, mashifti na makolokolo mengi ambayo tunayabeba, alafu Mungu mwenyewe kazi yake hatuifanyi. Mungu achilie neema juu yetu jinsi ya kumtumikia. Naomba niachilie kwa hapo, mbarikiwe. Asante sana, karibu Bishop. Amen. Asante mtumishi kwa mchango. Tukiendelea mbele, kiangalia, naenda kusoma mstari wa 6 na 7 pamoja. Anasema, lakini mkono wa Bwana ulikuwa mzito juu ya watu wa Ashdodi, akawaharibu, akawapiga kwa majipu huko Ashdodi na mipakani mwake. Kisha hao watu wa Ashdodi walipoona ilivyokuwa, walisema, hilo sanduku la Mungu wa Israeli halitakaa kwetu, kwa maana mkono wake ni mzito juu yetu na juu ya Dagoni mungu wetu. Haleluya. Kitu tunachoangalia hapo ni mkono wa Bwana ulikuwa mzito juu ya watu wa Ashdodi. Tunajifunza kitu gani hapa? Mkono wa Bwana unaweza ukawa mzito kwa watu, kwa wema au kwa ubaya. Haleluya. Lakini hapa kitu tunachojifunza, na uwepo wa Mungu sio burudani. Unajua, uwepo wa Mungu sio burudani, ni moto wa utakatifu, ni moto ulao mahali patakatifu. Tunasoma katika Waebrania 12:29, anasema maana Mungu wetu ni moto ulao. Huyu ni Mungu, ni moto ulao. Haleluya. Na watu wanaomtumia Mungu kwa faida zao huonja hukumu yake mwishoni. Watu wanapenda kumtumia Mungu kwa faida zao wenyewe, lakini at the end of the day wanaonjaga hiyo hukumu. Haleluya. Sasa Mungu, kitu kingine, Mungu ufunua hadharani uovu ulio kwenye hekalu za sanamu. Haleluya. Tukiangalia hapa, badala ya kujinyenyekeza kwa Mungu wa Israeli, waliamua kumuondoa Mungu mbali nao. Lakini kibiblia, kama alivyosema Sister Jane, kibiblia hapa tunajifunza kwamba mwanadamu huwezi ukamkimbia Mungu kwa juhudi zako we mwenyewe. Utamkimbia Mungu uende wapi? Kwa kuwa yeye yuko kila mahali. Yeye mamlaka yake yuko juu kuliko mamlaka zote. Daudi anatuambia, napenda sana hii Zaburi. Daudi anatuambia katika Zaburi ya 139 mstari wa 7. Anasema kwamba niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Nikifanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Ningezitwaa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho wa bahari, huko nako mkono wako utaniongoza na mkono wako wa kuume utanishika. Mstari wa 11 anasema, kama nikisema hakika giza litanifunika na nuru inizungukayo iwe usiku, giza nalo halikufishi kitu, bali usiku huangaza kama mchana. Giza na mwanga kwako ni sawasawa. Hayo ni maneno ya Daudi. Hatuwezi kwenda mahali popote tukajificha. Kwa uwezo wetu sisi wenyewe tunajificha Mungu, tutakimbilia wapi? Haleluya. Mungu yuko kila mahali na yeye ni mkuu. Haleluya. Tukienda mstari wa 8 mpaka wa 10, naenda kusoma yote mistari mitatu. Anasema, basi wakatuma watu waende kuwakusanya kwao mashehe wote wa Wafilisti, wakasema, tulifanyeje sanduku la Mungu wa Israeli? Nao wakajibu, sanduku la Mungu wa Israeli lihamishwe liende Gathi. Wakalihamisha sanduku la Mungu wa Israeli. Ikawa walipokwisha lihamisha, mkono wa Mungu ulikuwa juu ya mji huo kwa kuwafadhaisha sana, akawapiga watu wa mjini, wadogo kwa wakubwa, wakapatwa na majipu. Na mstari wa 10 nasema, basi wakalipeleka sanduku la Mungu mpaka Ekroni. Ikawa sanduku la Mungu lilipofika Ekroni, watu wa Ekroni walifanya kelele, wakasemaje? Wamelileta sanduku la Mungu wa Israeli kwetu, hata kutuua sisi na watoto wetu. Na hapa kitu tunachojifunza,
Ni hiyo hiyo toba, kama alivyosema mtumishi mara ya kwanza. Badala ya kutubu, waliamua kulihamisha tatizo. Tunaona sanduku limeanzia Ashdodi, limeenda Gadi, mara limefika Ekroni. Lakini kitu ambacho tunajifunza kikubwa sana, kama mtumishi alivyosema, kila mahali sanduku lilipokuwa linaenda lilikuwa linaonyesha ukuu wake. Utakatifu wa Mungu uliendelea kutenda, edha kwa hukumu, kwa hofu au mateso. Hao Wafilisti walitakiwa kujifunza kwamba huwezi ukamtoroka Mungu kwa kuhama, unahitaji toba. As simple as that, walihitaji toba. Lakini tunajifunza nini? Kitu kingine, kumtoroka Mungu hakutusaidia kuzuia tatizo la dhambi. Unajua Mungu yuko kila mahali, hakuna eneo salama la uovu ukasema. Anasikiaga watu wanasema huko watakatifu sana, huo unakimbilia kule. Mahali popote uendapo Mungu anakuona tu. Uwepo wa Mungu utenda sawa kila mahali. Yeye ni mtakatifu daima. Anatuambia katika Mithali 15:3 anasema macho ya Bwana yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Na Amos 9:2 anatuambia hata wakipanda mbinguni au kushuka kuzimu, Mungu nako yuko. Sisi kwa akili zetu hatuwezi kumkimbia Mungu. Mahali popote tuendapo, yeye anatuona, na hakuna sehemu yoyote ambayo yuko salama ukasema hapa ndo salama pa kutendea uovu. Hapana, Mungu anatuangalia mahali popote tunapokuwa. Haleluya. Mstari huo huo wa 8 mpaka wa 10, tukijiweka kwetu sisi katika maisha yetu ya leo, kuna vitu vya kuangalia hapa. Tunataka, wanadamu wa sasa hivi tunataka sana faida za Mungu bila kumtaka Mungu mwenyewe. Na hiki ndio kilichotokea kwa Wafilisti. Kama Wafilisti walivyotaka nguvu za sanduku, lakini hawakutaka Mungu wa sanduku. Hivyo hivyo watu wengi leo wanataka hivi, wanautaka ulinzi wa Mungu bila toba, wanataka baraka za Mungu bila utii, wanataka neema ya Mungu bila kujikana. Lakini Mungu mwenyewe anaongea, Mungu anasema. Unajua, tunamuona Yesu mwenyewe akiwaambia wanafunzi wake katika Luka 9:23, anasema akawaambia wote, mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku. Sio Jumamosi, sio Jumapili, sio siku ukifunga, sio Krismasi au mwaka mpya. Anasema kila siku ukachukue msalaba wake na ukamfuate. Mstari wa 24 anasema kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu anayetaka kuiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayesalimisha. Hayo ni maneno ya Mungu, na Mungu akatusaidie sana. Tunapochukua hii misalaba tumchukue kwa ajili yake. Anasema katika Colossians 3:17, anasema everything you do, do it unto the Lord. Haleluya. Na kitu kingine imenifanya nikafikiria hapa, pointi nyingine, kwamba sisi je, tunabeba masanduku bila kutaka utii? Ni masanduku gani tunabeba bila kutaka utii? Imenifanya nikapose na nikafikiria, na namuomba Mungu atusaidie, namuomba Mungu akusaidie na anisaidie mimi. Tutafakari. Unajua mifano niliyotoa hapa, sanduku leo inaweza ikafanana na vitu hivi nilivyovimention hapa, lakini kwako wewe, tunapomaliza kipindi, ukienda nyumbani, unapokuwa mahali popote, kanisani, jaribu kutafakari ni masanduku gani tunabeba bila kutaka utii. Mimi najiuliza, kila Jumamosi tuka hapa tunasoma Biblia, tunasoma neno la Mungu. Thursday tunafanya maombi, especially now kila siku kuna mikutano, kuna vitu, kuna activity. Lakini vile vitu tunavyovifanya tunaviishia. Haya maneno ya Mungu tunayasoma, tunayaishia, na Mungu akatusaidie sana. Kuna nyimbo nyingi sana za ibada tunaimba. Kuna watumishi wengi sana wameibuka sasa hivi, wanakuwa kila kwa unasikia maneno ya Mungu kila siku. Na mimi najiuliza, yule aimbaye, wewe unayesikiliza, mimi ninayesikiliza, tunayaishia haya maneno? Mungu akatusaidie sana. Unajua pia kuna ile kusimama kanisani. Nakumbuka mama mchungaji wangu alikuwaga ananifundisha kitu as a joke, nimenio pale down kwenye altar na sali, nikimaliza ananiambia Victoria, Mungu amesemaje? Tunakaa tu tunaongea, lakini ananiambia ni kweli, hivyo ninavyokufundisha ujue kwamba unavyokuwa kanisani utanyosha mikono, utasema haleluya, utapiga magoti, but your mind, it doesn't need a passport to travel. Ni kitu ambacho alikuwa ananiambia kila siku. Angalia akili yako, unajua hiyo mind yako. Sasa hivi uko kanisani umenyosha mikono, mind ishafika Tanzania, umeshaenda kwa mjomba, umemsalimia, umeenda Mbezi, umerudi, katika mind yako hiyo umerudi. Kama sasa hivi wakati wa Christmas tuko makanisani, namshukuru
mtumishi wa Mungu aliongoza maombi leo wakati wa Christmas. Sasa hivi tuko makanisani, kesho tunaenda kanisani, lakini wakati huko unaimba haleluya na umenyosha mikono, mara umefikiria nikitoka hapa naenda kununua zile zawadi nikampelekea yule, nikafanyeje, nitaenda Tesco wanauza buy one get one free, unaenda Morrison nitanunua taki. Unajua kama kompyuta, akili inafanya kazi kama kompyuta, lakini tumesimama kanisani tumenyosha mikono. Namuomba Mungu atusaidie sana na mioyo yetu isiwe mbali na Mungu. Anasema katika Mathayo 15 mstari wa 8, anasema watu hawa uniheshimu kwa midomo yao, ila mioyo yao iko mbali na mimi. Na isiwe fungu letu tunapoenda kumwabudu. Anasema those one, unajua anasema wale wanaoniabudu uniabudu kwa roho na kweli, ndio hao Mungu anawataka. Na sisi Mungu atusaidie sana tunapoabudu, tunapomtafuta, unajua undivided time, tukampe mioyo yetu, tukampe ile time. Haleluya, Mungu akatusaidie sana. Kienda katika kipengele kinachofuata mstari wa 11 mpaka 12, naenda kumalizia. Anasema kwa hiyo wakatuma watu waende kukusanya mashehe wote, na Wafilisti wakasema, liondoeni hilo sanduku la Mungu wa Israeli, liende tena mahali pake, ili lisituue sisi wala watu wetu, kwa sababu kulikuwa na fadhaa kubwa sana mjini mote. Mkono wa Mungu ulikuwa mzito mno huko. Mstari wa 12 anasema, na wale wasiokufa walipigwa kwa yale majipu, na kilio cha mji kikafika mbinguni. Haleluya. Pointi ya kuangalia pale katika mstari wa 11 anasema, irudisheni sanduku la Mungu wa Israeli, irudi mahali pake. Na angalia hao Wafilisti, kama wangejutia dhambi zao na wangemgeukia Bwana, wangenufaika sana na uwepo wa Mungu, uwepo wa lile sanduku. Lakini kwa sababu hawakutubu, sanduku la agano likawa laana na hukumu juu yao. Haleluya. Na ndo hivyo uwepo wa Mungu miongoni mwa wanadamu leo, kwa baadhi ya watu ni harufu ya uzima, lakini kwa wengine ni harufu ya mauti. Anatuambia katika Korinthiani wa pili sura ya 2 mstari wa 15, anasema, kwa maana sisi tu manukato ya Kristu mbele za Mungu, katika wao wanaokolewa, katika wao wanaopotea. Mstari wa 16 anasema, katika hao wa pili harufu ya mauti iletayo mauti, katika hao wa kwanza harufu ya uzima iletayo uzima. Naye ni nani atoshaye kwa mambo hayo? Kwa maana sisi si kama walio wengi wagoshio neno la Mungu, bali kama weupe wa moyo, kama kutoka kwa Mungu mbele za Mungu twanena katika Kristo. Ni maombi yangu, ni maombi yako, kwamba ule uwepo wa Mungu uwe ni harufu ya uzima kwetu sisi. Haleluya. Lakini kitu kingine tunachojifunza hapa ni nini? Wale wanaomdharau Mungu mwanzoni, mwishoni huwa wanasarenda na wanamuogopa. Unajua Mungu, kama mtumishi alivyosema, kwamba Mungu utetea jina lake hata miongoni mwa mataifa yasiyomjua. Unaona, na uwepo wa Mungu ni baraka kwa wapendwa, lakini ni moto kwa waasi. Anatuambia Daudi katika Zaburi ya 9 mstari wa 16, anasema, Bwana amejidhihirisha na kutekeleza hukumu, amemnasa mdhalimu kwa kazi ya mkono wake. Huyo ndo Mungu tunayemwongelea. Lakini kitu kingine, mstari ule wa 12 mwishoni pale amemention kitu kwamba kilio cha mji kikafika mbinguni. Kilio cha mji kikafika mbinguni. Na hiyo tunaiangaliaje? Tukiangalia hiyo ni kwamba imenifanya nikatafakari kwamba kilio cha mji kufika mbinguni, Mungu huingia kati kwa haki. Huwa anaingilia kati kwa haki kwa wakati wake, aidha kwa hukumu kwa waovu au ukombozi kwa wenye haki. Haleluya. Nikiangalia hapa akaunti ya Sodoma na Gomora, Mungu mwenyewe anasema kilio cha Sodoma kimefika mbele yangu. Tunasoma hiyo katika Mwanzo 18 mstari wa 20 mpaka 21. Na ilivyokuwa vile kilio kilivyofika kwake, tunaona hukumu inatokea. Unaona, tunaangalia pia Waisraeli kule Misri, anasema kilio chao kimefika kwangu. Katika Kutoka 3 mstari wa 7 mpaka wa 9, anasema kilio cha Wamisri kilifika kwake, na kilivyofika kwake tunaona nini? Ukombozi. Haleluya. Lakini tunaangalia pia scenario ya Ninawi, ule uovu ulifika mahali, anasema uovu umefika mbele yangu, katika Yona 1:2, na baada ya hapo tunaona uamsho. Haleluya. Nasema Mungu akatusaidia sana, tukauelewe ukuu wake, tukauelewe utakatifu wake. Unajua, tukamwangalie yeye. Kuna mambo mengi, makelele mengi. Unajua hii dunia inaendelea kupiga makelele tu, especially sasa hivi kati hizi tunaelekea wakati wa Christmas, tunaelekea mwaka mpya. Lakini Mungu atusaidie tutafakari. Hata huyo tunamshukuru Mungu kwa mwenye kuongoza maombi tena.
hata huyo Yesu anayekuja tukatafakari ukuu wake, alikuja kwa sababu gani? Haleluya. Tukisoma mambo ya Revelation 22:13 anasema I'm the Alpha, I'm the Omega, I'm the beginning and the end, there is none like me, I'm the first and last. Unajua huyo ndo Mungu tunayemwangalia. Anasema I'm the author and finish of your faith. Unajua anasema tumtafute yeye kwanza, seek me first and my righteousness, the rest of the things will be added unto us. Kuna vitu vingi sana avifai mbele ya Mungu. Mungu akatusaidia sana tukauangalia ukuu wake na utukufu wake na utakatifu wake, ili uweze ukatusaidia katika safari yetu ya wokovu. Haleluya. Nafikiri nimefika mwisho, lakini kabla sijamalizia, kuna mambo matano ya msingi ambayo ya kutafakari tu katika hii sura ya 5. Ni summary tu, kwamba kitu cha kwanza kwamba Mungu huwa ashiriki utukufu wake na masanamu. Unajua haya masanamu yote kama tulivyosema ni vitu vya kupita, na uwepo wake unadhalilisha kitu cha uongo. Unajua sasa hivi Mungu akijifunua vitu vyote vya uongo vinatoka tu, na uwepo wa Bwana ni uzima kwa waliowekwa wakfu, ni uzima kwako wewe, ni uzima kwangu mimi, lakini ni hukumu kwa waliopotesha utakatifu wake. Haleluya. Lakini Mungu pia hujilinda mwenyewe. Mungu hawezi kushindwa wala kudharauliwa, anajisimamia mwenyewe. Haleluya. Ndio maana tunaona hiyo pointi ya 5, anasema hata mataifa walikiri hakuna Mungu kama yeye. Anasema mstari wa 11 katika hii chapter, anasema rudisheni sanduku la Mungu wa Israeli, lisituue sisi na watu. Walifika mahali wakasarenda kwamba hakuna Mungu kama Mungu wa Israeli. Haleluya. The God of Isaac, the God of Jacob, the God of Abraham, ndo Mungu wako, ndo Mungu wangu. Tuendelee kumuishia. Haleluya. Nafikiri nimefika mwisho. Mungu awabariki sana kwa muda wenu. Asanteni sana kwa michango yenu. Asanteni sana kwa maombi, na asante kwa ajili ya muda na kushiriki kipindi. Lakini kabla sijarudisha kipindi kwa moderator, ningeomba kusema neno moja tu. Kama kuna mtu yeyote miongoni mwetu hajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ningeomba uwasiliane na viongozi au muulize mtu aliyekualika, ili uweze kuongozwa sala ya toba. Unajua tunapoongea maneno haya sio utani, tunakuja tunajifunza. Yesu yu karibu, anachokitaka kwako ni ufungue moyo wako, yeye aingie. Unajua na mambo mengine atakufundisha. Haleluya. Mungu awabariki sana. Narudisha kipindi moderator. Amen. Ubarikiwe sana Bishop. That was super powerful. Asante sana kwa kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Pendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.